Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Ukanda wa Mashariki ya Kati unaendelea kushuhudia mabadiliko ya kisiasa baada ya dalili za wazi kuonyesha kuharibika kwa uhusiano kati ya Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, mataifa mawili ambayo miaka ya hivi karibuni yalionekana kuwa washirika wakuu wa karibu. Kwa muda mrefu, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu zimekuwa zikishiriki katika masuala ya usalama, uchumi, diplomasia na hata operesheni za kijeshi, hususani katika mgogoro wa Yemen. Hata hivyo, ripoti za sasa zinaonyesha kuwa tofauti za kimkakati na maslahi ya kitaifa zimeanza kuibua mpasuko mkubwa baina yao. Chanzo kikuu cha mgogoro huu kinatajwa kuwa mtazamo tofauti juu ya mustakabali wa vita nchini Yemen, ambapo Saudi Arabia inaonekana kutaka suluhu ya haraka ya kisiasa, wakati Umoja wa Falme za Kiarabu ukilaumiwa kuendeleza ajenda zake binafsi kupitia makundi ya ndani yenye maslahi ya kikanda. Bali na mgogoro wa Yemen, mgogoro huu unahusishwa na ushindani wa kiuchumi, hususani katika jitihada za kuwa kitovu cha biashara, usafiri wa anga na uwekezaji wa kimataifa katika eneo la Ghuba. Saudi Arabia kupitia mpango wake wa Vision ya 2030 imeanza kuvutia makampuni makubwa ya kimataifa, hatua ambayo baadhi ya wachambuzi wanasema imekwaruza maslahi ya kiuchumi ya falme za Umoja wa Kiarabu, hasa Dubai. Dalili nyingine ya mgogoro huu ni kupungua kwa mawasiliano ya wazi ya kidiplomasia pamoja na kutokuwepo kwa kauli za pamoja kwenye masuala nyeti ya kikanda, hali ambayo hapo awali ilikuwa jambo la kawaida kwa mataifa haya mawili. Ingawa hakuna taarifa rasmi ya kuvunjika kwa uhusiano, wachambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati wanasema kimya hiki cha kisiasa ni ishara nzito kuliko maneno na kinaweza kuathiri uthabiti wa jumuiya ya falme za Ghuba. Kwa raia wa Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla, mgogoro huu unazua maswali mazito. Je, mshikamano wa mataifa ya Ghuba unaelekea kuporomoka, au huu ni mgogoro wa muda mfupi tu unaotokana na mapambano ya kimaslahi? Kwa sasa Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu bado ni washirika kwa maandishi, lakini kwa vitendo dalili zinaonyesha kila taifa linaanza kucheza michezo yake kivyake. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.